Yesu Kristo akuwa ni captain wetu. Kwa hivyo nashukuru kwa umbali ule ambao ametuleta. Bwana amekuwa mwema. Safari hii ambayo tumekuja kama wanaume, baadhi yetu tumekuwa hapa kwa miaka mingi na muda mrefu. Kuna wale ambao tumekuwa nayo for over 15 years, 10 years. Some tumekuwa nao for over 5 years. Na tunashukuru Mungu kwa kila hatua ambayo Mungu ameweza kutuelekeza. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu. Ningependa kwamba tuweze kushiriki neno. Ningependa kwamba tuweze kusoma kitabu cha Ecclesiastes 7 from 1 to 10. A good name is better than a precious ointment, and the day of death than the day of birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men. The living will lay it to his heart. A sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of a fool is in the house of mirth. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear a song of fool. For as the cracking of the thorn under a pot, so is the laughter of the fool. This also is vanity. Surely oppression make wise man mad, and a gift destroyeth the heart. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patience in spirit is better than the proud in spirit. Be not hasty in thy spirit to be angry, for anger resteth in the bosom of a fool. Say not thou, what is the cause that the former days were better than these? For thou dost not inquire wisely concerning this. Bwana wetu asifiwe sana. Hilo ndilo somo letu la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Ninao ujumbe ambao unasema the value of suffering. Yaani dhamana katika mateso. Najua kwamba kila mmoja wetu amepita katika a certain level of suffering. Waswahili wakasema hujakufa hujaumbika. Kwa maana kwamba laiti ungali mzima, lazima utapitia katika njia fulani ya mateso. Hakuna mtu ambaye anapenda mateso ama kupitia katika hali ngumu ya maisha. Sisi wote tunapenda maisha ambayo yameenda ama yamenyooka. Hakuna shida ambayo naomba kwamba nisipate shida. Najua kwamba unaomba kwamba usiwe na shida maishani mwako. Ndio ombi la kila mmoja wetu. Lakini laiti ungali mzima, shida lazima zitakuja tu. Inaweza kuwa shida ya pesa, inaweza kuwa shida ya magonjwa, inaweza kuwa shida ya kukosana na marafiki, inaweza kuwa ni shida yoyote ile ambayo unaweza kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo shida katika maisha ipo. Na tukijaribu kuangalia shida ni nini? Wanasema kwamba shida, suffering can be body pain, sickness, mental illness, death or persecution. Hakuna mtu ambaye anapenda mambo haya yote. Mimi siyapendi. Najua pia wewe haupendi. Ingekuwa uwezo, unajua mtu alisema kwamba if wishes were horses, every beggar would ride. Sivyo? Kila mtu ungekuwa na maisha ambayo yamenyooka na hakuna shida. Kila mtu angependa kuwa na gari nzuri. Napenda kuwa na gari nzuri. Bila shaka pia unapenda. Unapenda kuwa na nyumba nzuri. Mimi napenda na pia wewe unapenda. Ungependa kuwa na shamba. Ungependa kulipa rent. Ungependa kwamba uwe na nyumba yako ukiishi mwenyewe mahali ambao uko salama.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na mambo haya yote ni mazuri kwa mwanadamu. Kwa maana hivyo ndivyo Mungu alivyotuumba. Aliumba mtu ambaye ako na ufanisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe ukisema kwamba unajua kuna inaweza fika mahali ukasema kwamba mimi mambo haya mimi siyahitaji. Kwa sababu labda ilifika mahali ukafa moyo kwa sababu ile hali ambayo unapitia katika maisha. Ukaona mtu na gari nzuri ama mtu ambaye ako na mali, unajua utajiliwaza usema hata hawa watu kuingia mbinguni ni kama ngamia kuingia kwenye shimo la nini ama tundu la shindano, kwa sababu labda wewe ulifika pale ukaona kwamba mimi siwezi pata na ukakufa moyo hivyo hivyo. Unajua Waswahili wanasema tumbili akikosa huwa anasema ni mbichi. Unajua ukitafuta sana ukose unasema inafika mahali unasema hapana. Hii sasa mwenye amepata sasa unamdharau tu. Labda unaweza mchukia katika njia fulani kwa sababu yeye ako nazo. Lakini ukumbuke kwamba huo ni uchungu ambao unaingiza katika moyo wako. Bwana alikuumba uwe mtu ambao uko na ufanisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia katika Biblia kuna watu ambao walipitia majaribu. Kwa hivyo majaribu sio sisi tu, lakini hata katika Biblia kuna wale ambao waliweza kupitia katika hali ngumu. Wale ni wengi, lakini watu ambao wamewahi kupitia katika majaribu ambayo yamerekodiwa katika Biblia, baadhi yao ni mtu kama Ayubu, Daudi, Musa, Yohana Mbatizaji na hata Yesu mwenyewe hatimaye. Ayubu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na ushawishi katika jamii. Ayubu alikuwa na familia. Katika kitabu cha Ayubu, nadhani ni kuanzia tu pale chapter 1 mpaka mwisho wake, inazungumzia kuhusu matatizo na shida ambazo Ayubu aliweza kupitia. Ayubu alikuwa ni mtu mwenye, Biblia inasema kwamba he was a very great man in East. Ayubu alikuwa na familia nzuri sana. Biblia inasimulia, inasema kwamba alikuwa na watoto 10, wavulana 7, wasichana 3. Na alikuwa na mali na pia alikuwa na wafanyakazi. Lakini siku moja majanga yakaingia katika familia yake. Mara tu akawa kwamba amepata ripoti kwamba mali zake zote zimeisha. Mfanyakazi baada ya mwingine walifululiza wakimwambia kwamba mali zake zimemalizika, watoto wake wamekufa. Baadaye mwenyewe aliweza kuwa mgonjwa. Na baadaye marafiki wakaja kumtembelea. Na marafiki hawakuwa, wengine walimletea ripoti nzuri, lakini wengine hawakuweza kumletea ripoti nzuri. Lakini tunaona kwamba Bwana aliweza kumuokoa. Mwingine alikuwa ni Daudi. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Baadaye akaweza kuwa anointed kuwa mfalme. Mara tu akawa ni hero in the society katika ufalme ule wa Israeli kwa sababu ya kumshinda Goliath. Lakini kwa sababu ya wivu wa mtumishi wa kiongozi aliyekuwa Sauli, aliweza kuwa fugitive within a very short period of time. Akawa ameingia katika hali ya maisha labda ambayo hakupenda, na majaribio yake yakawa yanaanzia mahali pale. Musa alikuwa ni kijana ambaye alilelewa katika nyumba ya Farao. Ukisoma Exodus, Bwana Yesu asifiwe, hiyo ya David ukisoma 1 Samuel na 2 Samuel utaipata pale. Ni story nzima kuhusu, ni story ndefu. Exodus na Genesis utapata story ya Musa. Inaelezea jinsi Musa alivyozaliwa na akajipata katika nyumba ya mfalme Farao. Na pale aliishi na kulelewa na kupata malezi ya watoto wa kifalme. Lakini baadaye, baada ya kujijua na kujitambua, alijitoa katika ile nyumba, akatoroka kwa sababu ya hatima aliona, hatima ambayo alikuwa nayo, na akaweza kutoroka kwenda katika jangwa ambayo ilifanyika mchungaji wa kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. John the Baptist. Najua bila shaka story ya John the Baptist sio ile ambayo inapendeza sana watu wengi kwa sababu ya mwisho wake. Watu walitarajia kwamba angekuwa mtu mkubwa sana ama kifo chake ingekuwa ni kifo cha heshima. Lakini angalia, licha kwamba yeye ndiye alitambulisha Yesu katika ulimwengu na kuleta habari nzuri ya Yesu, lakini kifo chake kilikuwa kifo cha uchungu, na
kifo ambacho hakikuwa cha heshima. Labda tulitarajia mtu kama huyo angekufa kama Daudi ama akufe kama Musa, lakini hivyo ndivyo alivyouliwa na akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hao wote walipitia katika hali hiyo, na tunajua bila shaka tunajua story ya Yesu Kristo ambaye Mungu alimuandaa kwa sababu ya siku hii ambayo ilikuwa ni siku ya ushindi mkubwa. Tunajua wimbo ambao unasema kwamba he came from heaven to earth, from earth to the cross, from the cross to the grave, and from the grave to the skies. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu alimprepare kwa ajili ya siku hii, na ilikuwa ni kwamba preparation yoyote ilikuwa ni kwa sababu ya siku hii. Bwana asifiwe sana. Na kweli aliweza kushinda majaribu, na Biblia inasema kwamba akaenda juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka watu hao wote waliweza kupitia majaribu. Na nikwambie ndugu yangu kwamba majaribu yanapokuja, na laiti yanaweza kuja katika maisha yako ungali mzima, sio jambo rahisi. Sio kwamba kila mtu atakuchangamkia. Huo ndio wakati ambao utajua true and real friends. Najua umepita katika hali fulani. Ukienda kwa hospitali leo, nasema hizi hospitali za kawaida, tunaita za hustlers, Ukienda kwa drawer ya mtu ambaye ukiangalia kwa hizo drawer zitakwambia nani amekuja jana, nani alikuja juzi, nani alikuja kitambo. Yule ambaye alikuja jana utapata kuna marafiki, watu wamekaa pale wako na yeye. Ukifungua drawer yake utapata kwamba kuna chakula cha kila aina na matunda ya kila aina. Lakini yule ambaye alikuja juzi ama wiki moja imepita, ndio kutakuwa nayo, lakini itakuwa imeanza kupunguka. Kuna mwingine ameketi peke yake tu, hana mtu wa kumuona, hana mtu wa kumliwaza, hana mtu wa kuongea na yeye, hana hata hiyo. Anangojea kile chakula ambacho kinatoka kule juu ili aweze kupata chakula. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha. Hawa watumishi wa Mungu wote walikuwa na marafiki, lakini ilifika wakati mmoja kwamba ilikuwa ni vigumu marafiki kuweza kuwavumilia katika ile hali ambao walikuwa wanapitia. Watu watakupenda mara ya kwanza. At the first place watakuembrace, wataanza kukudoubt. They will start to accuse you. They will reject you. Exactly hivyo ndivyo ili happen na Jesus. Walimuembrace, walifikiria kwamba huyu ni mfalme amekuja kutuokoa kutoka katika mikono ya Warumi ambao walikuwa wanawatawala siku hizo. Lakini wakikaa naye wakaanza kumdoubt. That's why maswali yalikuja. Wewe unaongea kama nani? Wakawa na maswali mengi sana kuhusu maisha yake. Wanataka kumjua zaidi, huyu mtu ni nani? Anasema yeye ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kumdoubt, na baadaye wakaanza kumaccuse. Inakuwaje kwamba wewe unasema ni mwana wa Mungu? Inakuwaje kwamba wewe unasema ni mwana wa Mungu? Na baadaye walisema kwamba mbali na sisi huyu mtu hafai kuishi. Kuna wale ambao wanaamini kwamba Yesu Kristo alisulubishwa na wale ambao walikuwa na kitu cha mamlaka. Wale Wayahudi ambao walijua kwamba they would provoke his anger ili aweze kuact, kwamba hawa watu wanapojaribu kumsulubisha, hiyo ndio siku ambayo atafanya miujiza aweze kujiokoa na aweze kuokoa taifa la Israeli. Kuna wale ambao wanaamini. Lakini najua sisi wa Kristo kuna njia ambayo sisi tunaamini. Tunaamini kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye Mungu alimuandaa kwa ajili ya hiyo kesho ili aweze kutuokoa sisi. Bwana wetu asifiwe sana. So brother, hii hali hata kwa mtumishi wa Ayubu, mtumishi wa Mungu Ayubu, the same was the case. Alipata marafiki ndio, lakini jinsi alivyozidi kuugua ndivyo jinsi walivyozidi kumuuliza maswali. Hata mke wake alimwambia kwamba basi laani huyu Mungu wako na ufe. Marafiki walianza kumuuliza na wakamwambia sisi hatujai kuona jambo kama hili. Unajua sometimes tunaangalia situations na tunasoma wale ambao walitutangulia katika Biblia, tunaona kwamba ni rahisi. Unajua mtu kama Abrahamu hakuwa na reference. Unajua mtu kama Ayubu hakuwa na reference. Na hata wale walikuwa na accuse, ukiangalia walikuwa na quote ma scriptures. They were quoting scriptures.
na walikuwa watumishi wa Mungu, wa ndugu wazuri, wamekuja kumliwaza, lakini katika hali ya ubinadamu wakawa wanamuuliza, na wewe itakuwaje kwamba unapitia katika jambo kama hili na hatujawahi kuona? Ni mtu tu peke yake ambaye ako na dhambi, ambaye amepitia hali ambayo unapitia, ndugu yangu. Ningependa kukuambia ndugu yangu, if you are not sure, just keep quiet. Nyamaza. Nyamaza. Kama haujui mtu anapitia nini, ni vizuri uweze kunyamaza, kwa sababu unaweza sema neno, ile nguvu iliyobaki kidogo kwa mtu ikaisha. Mungu, neno Biblia inasema kwamba a smoldering wick I will not snap, and a weak reed I will not break. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile nguvu ambayo imebakia katika mtu unaweza kuimaliza, ndugu yangu. Unaweza kuwa rafiki ambaye umemmaliza rafiki yako kwa sababu ya maneno ambaye yanatoka katika kinywa chako. Mwachie mchungaji kazi kama hiyo. Usiseme mambo ambayo kuhusu. Wanasema mambo ya ngwele mwachie nani? Ndio wale mwenyewe ahusike nayo. Mambo ya Mungu achana nayo. Achana nayo mwenyewe aweze kuhusika nayo. Achana naye aweze kujibu. Unless umesikia kutoka kwa Mungu, brother, don't accuse. Usikuwe mwepesi wa kutoa maneno. Ndipo tumesoma pale kwanza, Suleiman amesema kwamba maneno ya kutoka katika kinywa cha mjinga. Sipende neno sana full, but it is used in the Bible sometimes. Bwana yetu asifiwe sana. Wanasema the sun that melts the wax hardens the clay. Watu wana react very differently. Vile uliniambia mimi nikachukua, sio vile mwingine atakavyochukua. Be a source of encouragement. Be patient with the others. Biblia inasema kwamba, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Hiyo ni Proverbs 7:8. Bwana asifiwe sana. Mwandishi anasema kwamba wasomi wanatuambia kwamba patience should not be only with the whom we know well, but also with strangers who are having a bad day. A proud person is self-centered because he is concerned with himself and not patient with others. Self-centeredness, impatient go together as do pity and patience. Bwana Yesu asifiwe sana. So usi na kiburi, ndugu yangu. Ama ukaona kwamba unajua sometimes kama hujapitia situation you never know how it test, yeah? Just like a small story, yeah? Ni kwamba kwa miaka 23 mimi mwenyewe nilikuwa sijawahi kuwa mgonjwa ama kuugua. No, kwa hivyo mtu akisema anaugua, mimi sikuelewa, kwa sababu nilikuwa najua kwamba kuugua ni homa tu ile ambayo nilikuwa nayo. Na hiyo maumivu ambayo mtu huwa nayo akiwa na homa, ndio nilikuwa najua kwamba ni kuugua. Nilikuwa nashindwa sana nikiona mtu amelala. Nashindwa ni kwa nini mtu anaweza lala na hajavunjika mguu? Hako sawa. Kwa nini analala? Na anasema ni mgonjwa. Yaani hawezi tembea tu. Si atembee. So nilikuwa na hiyo shida. Lakini siku moja ugonjwa ilikuja. Ulinitembelea na nikajua kawaida ni homa, kwa sababu ilikuja kama homa. Na nikajikaza siku ya pili ya tatu. Siku ya 4 nikaenda hospitalini, lakini nikawaambia tu naona ni homa, lakini nipatie madawa. Nikanipatia madawa kaniacha. Siku ya 5 na 6 sikuwa naweza kugeuka kwa nyumba. Na kwa sababu nilikuwa naishi kwa nyumba ya mabati, nikasikia jirani, kwa maana nilikuwa nageuka kwa uchungu sana. Jirani anaambia mke wake, na huyu kijana si atakufa. Kwa sababu nilikuwa nachukua kitu kama 15 minutes kugeuka na ile kulia. Ukigeuka yani unaguruma kweli. Nilichukua kama 15 minutes kugeuka. Nikasikia anaongea, mpaka nikastuka. Nikasema kumbe watu hufa namna hii. The following day, ndugu yangu nakwambia nililala kwa barabara nikienda hospitali. Nilipokuwa pale kwa waiting bed, nililala chini.
kijana wa miaka 23. Nikalala. Kuanzia siku hiyo najua mtu akisema ni mgonjwa najua na maana. Kwa sababu ingekuwa vigumu sana mimi mtu kuniweza kuniambia kwamba mimi ni mgonjwa na nimeshindwa kula. Kwa sababu hata nilikuwa shuleni nilikuwa naona wenzangu wanaacha kula. Sasa mimi nikishikwa na homa naacha kula kidogo, lakini naona hapana. So unajua ukiwa shuleni ukigonjeka kuna wale wako tu tayari kula chakula chako. Wako tu pale wanataka kula chakula chako. So ningekaa lakini naambia hapana, mimi sikii kama nashindwa kula. So ningekula chakula. So nashindwa, yani kwangu nilikuwa nashindwa anawezaje kushindwa kula chakula. So ilikuwa hivyo in short. So brother, kitu ninasema kwamba ni kujitia moyo ama tia wenzako moyo. Usione kwamba jambo lipesi. Kaa na ndugu badala ya kumdiscourage, muencourage. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufanyike bora na wewe ambao pia umefanyika, wewe ambayo umepitia katika hiyo hali. Ndiposa katika tuliposoma the first reading 7 inasema kwamba and the day of death than the day of birth, better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will take it to heart. Sorrow is better than laughter, for by sad countenance the heart is made better. The heart of the wise is in the house of mourning, but the heart of a fool is in the house of might. It is better to hear the rebuke of the wise than for a man to hear a song of fool. For like the cracking of thorn under pot, so is the laughter of the fool. This is also vanity. Surely oppression destroy wise man reason, and bribe debases the heart. The wise of a thing is better than the end of a thing is better than the beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kuandika haya maandiko ni mtumishi wa Mungu Suleimani. Bwana asifiwe sana. Ile nyingine ambayo nilikuwa natafuta ilikuwa inasema kwamba Yesu ndiye aliwaambia katika ulimwengu huu mtapitia majaribu mengi, lakini kuwe na tumaini kwa maana nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Suleimani anapoandika, kwanza mimi naichukua ni kwamba wanasema ni kinaya, yani big iron. Kwa sababu ukiangalia Suleimani ni mtu ambaye alikuwa na kila chochote ambacho mwanadamu anaweza taka, ambacho mimi naweza taka, wewe unaweza taka. Lakini anaandika kwa maana aliona utupu katika ile hali ya moyo kuweza kutoshelezeka na kuridhika ndani ya moyo. Anasema kwamba is better kuenda katika nyumba ya watu ambao wanaomboleza than kuenda katika nyumba ambayo watu wanafuraha. Ni afadhali siku ya kifo kushinda siku ya kushinda siku ya kuzaliwa. Mbona Suleimani anasema hivyo? Na halikuwa na mambo haya yote. Suleimani anasema hivyo kwa maana ameona utupu uliopata kila kitu. Kwa sababu Suleimani hakuenda vita. Suleimani hakuwa na njaa. Suleimani alikuwa na magari na farasi na kila kitu ambacho alihitaji. Inasemekana kwamba siku zake dhahabu ilikuwa ni kitu cha kawaida kuweza kupata. Ilikuwa common. So alikuwa na kila kitu ambacho, nyumba nzuri, kila kitu ambacho mimi na wewe tunaweza kutamani. Lakini kwamba anasema kwamba kuna utupu katika haya yote. Ni kwa nini anasema hivi? Ni kwa maana anajua moyo wa mwanadamu huwa unaliwazwa wakati ambao amepata majaribu. Majaribu si mabaya, ila majaribu Biblia inasema kwamba Mungu pia hutumia kwa njia mbili. Either atumia majaribu kupunish ama anajaribu majaribu kutuleta karibu na yeye. Bwana wetu asifiwe sana. Anatumia majaribu kuweza karibu na yeye. James 1:2-4. My brethren, count it
all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo majaribu tu sio kwa punish peke yake, lakini majaribu huwa yanatuleta karibu na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kujifunza kutoka katika maelezo ya Suleimani kwamba through death we learn more, and also we reflect the somber reality of life. Katika kifo ama katika shida tunaweza kureflect, just like Mungu aliweza kutumia wale mababa zetu, aliwafanya kuweza kuwa watu ambao walikuwa bora, hata ambao wakati baada ya kupata ushindi ambao waliweza kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alifanyika mfalme ambaye alikuwa bora zaidi katika taifa la Israeli. Historia inasema hivyo. Ayubu, Mungu aliweza kumponya, na hakumponya tu, lakini pia alifanya kuwa mtu ambaye alikuwa na ufanisi mkubwa katika maisha. Musa alifanyika kiongozi, na mpaka hivi leo inasemekana kwamba Musa alikuwa ni rafiki wa Mungu. John the Baptist, inasemekana kwamba hakuna aliye na roho nzuri, hakuna mtu aliye na roho kama ya John the Baptist. Hao watu wote walipitia majaribu. Bila shaka hatuwezi kumsahau Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi na Bwana wetu, ambaye alipa deni la dhambi zetu katika siku hiyo ambaye alikuwa anapitia majaribu. Ilikuwa na event, one day event, ambayo il turn everything upside down. Bwana Yesu asifiwe. Not upside down for us, but I'll turn everything, kwamba sisi ambao tulikuwa kwamba tumefanyika kwamba hatukuwa wana na warithi, kwamba nasi tulifanyika bora na warithi, kwamba alitupatia a better promise and a better covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. So ujue kwamba majaribu sio kwamba ni mabaya, lakini yanakuja. Najua kwamba ushakutana nayo, nami pia nishakutana nayo, ndugu yangu. Lakini unapokuwa katika majaribu, pia nawe chunga mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua story kama ya John the Baptist, ndio jinsi ambavyo tunavyomuona, lakini ningependa kwamba uchukue tu just a certain angle na uangalie John the Baptist. Hakuweza kuishi maisha marefu. Na pia uangalie mtumishi wa Mungu ambaye tulikuwa tunamuita Stefano. Aliweza kupreach just one day. Ningependa sijui uelewe kitu fulani hapa, na ni kwamba ndugu, ni vizuri kuwa na hekima. Unapohubiri injili hii, kuwa na hekima kidogo. Viongozi, Biblia inasema kwamba viongozi wana nini? Wana upanga, wanaweza kukata wakati wowote. Na ni Biblia. Mtumishi wa Mungu Stefano alihubiri siku moja, lakini hiyo ndio siku ambayo alipoteza maisha yake. Compare the two contrast ya Stephen and Paul. Paul alijipata katika majaribu mengi sana, lakini angalia like the scenario in Acts 26, ambapo ampelekwa mbele ya mfalme Agripa. Anasemaje? Najihesabu sana mwenye heshima, kuheshimiwa, kupata siku ya leo kuongea mbele yako na kujitetea ewe mfalme, mbele yako ewe mfalme Agripa. He has a language, and Paul sometimes will talk like a lawyer. Alikuwa anajua namna na jinsi ambavyo angeweza kuongea hata mbele ya watu. Angalia different na Stephen na difference na Yohana Mbatizaji, kwa sababu wao walikuja outright na kusema, mfalme, wewe najua unafanya jambo hili na lile na lile. Hawakuishi, waliuliwa. So ndugu, iwe ni kanisani ama mahali ambao tunafanya kazi, jaribu kuwa na katasi kidogo, hata unapohubiri ile neno lina hekima. Kuwa na hekima kidogo pia.
ili uweze kuhubiri kesho na kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio utakuwa umehubiri neno, watu watakuwa wameokoka, lakini wewe kesho yako hautafanya nini? Hautakuwa. Kwa hivyo weka hekima kidogo na upate. Ndio ni watumishi wa Mungu wakubwa. Mungu alifaa kuwatetea, lakini walijipata katika ile hali. Unafikiria mtumishi wa Mungu ilikuwa ni rahisi yeye kwenda kutuma wanafunzi wake waende waulize kama Yesu ni mwana wa Mungu? Si kwa sababu alikuwa na doubt. Alikuwa amejipata katika prison. John the Baptist aliweza kuwatuma wanafunzi wake waende waulizie just to be sure kwamba hii kazi yote ambayo nimeifanya yani ni bure tu. Inakuwaje kwamba nimehubiri mfalme mkuu kama huyu anasema kwamba hata sifai kwenda kufungua viatu, kushika kamba za viatu vyake, lakini nimehubiri, amekuja, nimeconfirm, lakini mimi niko katika gereza. Na baadaye aliweza kuuliwa. Ndugu yangu, nakuambia kwamba unaweza jipata in a situation ambayo mwenyewe pia umelete. Kuwa na hekima kidogo, kuwa na katasi kidogo wakati ambao unahubiri neno la Mungu. Usiende tu ukasema kwamba hii kampuni kuna wezi, hii kampuni najua kuna umefanyika hivi na vile. Sometimes hata sio mambo ambayo uko nayo shua. Ninajua fulani akuhusiana na fulani, na labda sometimes you are not even the rumors tu na mambo yanasemekana na wanadamu, useless and careless words ambazo tunatumia sometimes. Be respectful to leaders, whether ni wa kanisa ama ni viongozi wa taifa, ili uweze kuishi siku nyingine na uweze kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawa waliweza kuwa patient na walikuweza come out victorious. Wale ambao nimewataja, Daudi, Musa, John the Baptist na wote waliweza kuja ama kushinda vita vyao, waliweza kufanyika watu ambao walikuwa so brave katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi naomba siku ya leo, hata katika shida ambazo tunaweza pitia, ndugu yangu, isitufanye kuwa bitter. Kuna example ambayo kuna mama katika Biblia, very unfortunate case, ambaye ilikuwa ni mke wa Daudi wa kwanza, aliitwa Mikal. Alipita katika majaribu, lakini badala ya kufanyika better, just like we have read kwamba David became better, Mikal became bitter na maisha. Ni kwa sababu gani? Mikal kwanza hakufaa kuolewa na Daudi, lakini baba yake kwa sababu ya second thought aliweza kumuoza dada yake Mirabu kwa mtu mwingine. Na yeye ndio baadaye babaka akifikiria, ndio baadaye akaweza kumuoza kwa Daudi. Ingaja ahadi ilikuwa ni kwamba aweze kumuoa Mirabu ambaye alikuwa ni binti wa kwanza wa Sauli. Nadhani nieleweka vizuri eh? Bwana Yesu asifiwe. Naeleweka vizuri. So baadaye, kwa maana Sauli alikuwa ameweka uadui na Daudi, alimchukia Daudi na siku moja akajaribu kumuua. Mikal akamuokoa Daudi kupitia katika dirisha, Daudi akatoroka. Babaye akamchukia sana. Daudi alipoenda, Daudi naye kwa makosa ama sijui nilichofanyika, lakini Daudi hakuwa na communicate back na huyu mke wake. Akawa amemuignore for so long. Baadaye Mikal baba yake aliweza kumuoza kwa mume mwingine kwa nguvu, ingaje moyo wake ulikuwa kwa Daudi. Daudi naye kula alikoenda pia alioa wake wengine ambao walimzalia watoto. Baada ya kurudi kweli Daudi, baada ya kifo cha Sauli, Daudi aliomba kwamba Mikal aweze kurudishwa, na akarudi kweli kama kuwa mke wake. Lakini katika huu muda wote mambo haya yakifanyika, angalia ni mke ambaye alilazimishwa kuolewa. Babaka alimchukia, akamuoza kwa mume ambaye hakupenda. Babaka alimchukia, na mambo haya yote Daudi hakuweza kuongea na yeye wakati ambao alikuwa nje, na mambo haya yote alikuwa anamuumiza kama binadamu. Lakini wakati anarudi, wanakutana Daudi mtu tofauti, mtu ambaye amejengeka, amefanyika bora. Mikal akiwa na uchungu. Naomba kwamba ndugu usiwe na uchungu. Maana huyu dada hata wale watoto ambao aliweza kuwalea
watoto wa Mirabu, kwa sababu Mirabu baadaye aliweza kufa, dada yake. Wale watoto waliweza kuchukuliwa na kuuliwa. Hata watoto ambao huyu mama alikuwa amelea walichukuliwa na akauliwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya zile dhambi ambao Saulo alikuwa ametenda katika mji. Na damu yao ilikuwa inalia na mvua haikuwa inanyesha. Kwa hivyo ikasemekana kwamba mtu wote ambao ni uzao wa Sauli aweze kuuliwa. Watoto ambao mama huyu alilea ndio waliotolewa wakaweza kuuliwa. Nakumbuka huyu mama aliaga bila mtoto yeyote. Uchungu ndio namna gani. Najua kwamba hakuna mtu ambaye angelipenda kufikia hali kama hii. Kwa hivyo kunaweza kuwa na uchungu. Kunaweza kuwa kuna vile ambavyo unavyosikia wakati ambao unapitia mambo machungu. Lakini ndugu yangu nakuomba kwamba uweze kuwa bora. Kuna wale watu ambao wamechukua situation yao kuwa bora zaidi katika maisha yao. Wakachukua their situation kwamba hata kama nimepitia majaribu, kwamba kunaweza kitu naweza ona katika majaribu haya na nikafanyika bora zaidi. Sijui kama mnajua huyu mwanasiasa anaitwa Sankok. Ole Sankok, Ole Sankok ni huyu mwanasiasa huvaa mavazi ya bendera ya Kenya. Anyway, sometimes you might not like his political rhetorics, ni sawa, lakini huwa anajiita ni brother Maokoka. Lakini mambo ya siasa mnajua. Huyu ndugu alisema kwamba katika hiyo hali yake ya ulemavu anajihisi kama Ronaldo. Not by the virtue kama kwamba yeye ni MP, but anajiona katika hiyo hali yake ya ulemavu kwamba yeye ni bora zaidi katika hiyo hali. Kwa sababu hiyo ulemavu ndio imempatia kazi. Kwa sababu alichaguliwa kama wale watu ambao wako na disabilities, ilimpatia hiyo kazi. Na kuna siku moja mtangazaji mmoja akawa anamuuliza, "Je, ushawahi kutafuta matibabu? Ama ushawahi kutaka, nasikia kwamba watu wanaomba kufanywa miujiza." Sio kama hiyo story mlisikia ilikuwa kwa radio. Akasema singependa kuombewa. In fact ni kitu hii mikutano nitapitia mbali na nitatoroka sana. Sitaki kupona. Hii hali yangu hii inafanya nini? Inanipatia chakula. Hii ulemavu huu inanipatia chakula. Mimi najihisi kama a celeb ni kwa sababu ya ulemavu. Ninasema kwamba ndugu yangu, hiyo hali ambao unapitia ichukue ni kwamba ndio bora zaidi ambayo inaweza kukupeleka at your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba alipooa aliona mke wake siku moja atafanya nini? Atamtoroka. Akaconvince mke wake kwamba wazee watoto haraka haraka. Kwa hivyo ana watoto 7. Hivi kwa sababu mke wake asije akakuwa na second thought kwamba huyu jamaa akasema aje tuzae haraka haraka, by the time anafikiria kutoroka ataona watoto 7 hawezi kukimbia nao. So anajihesabu hivyo na anajiona hivyo. Mimi ningependa kwamba uone something in your life kwamba katika hii hali ambayo inapita, just like mtumishi wa Mungu Abraham aliambiwa tazama, lakini fanya nini? Ona. Katika hali hii ambayo tunapita, there is something that you can see. Bwana Yesu asifiwe sana. See something ambayo can make your life better. Bwana asifiwe. Usiketi ukajihuzunukia, usiketi ukajihurumia, kwa maana muovu atakuita majina ili uweze kujihurumia na kujisononekea ili aweze kukumaliza. Once unaanza kuitwa majina, my friend, na nasema hivi nikijua kwamba I'm talking on a men's day, anajua kwamba mtoto mvulana, alisema siku ingine ambayo tulikuwa hapa kwamba mtoto mvulana ana malezi ambayo inastahili, malezi ambayo inastahili kuangaliwa kwa ukaribu mno, kwa sababu anything ambayo ya kumdiscourage at his tender age itamuaffect katika maisha yake yote. Ndio najua kwamba watoto wote wanalelewa sawa, kwamba wasichana wamesema kwamba walindwe, shule za wasichana ni nyingi, kazi wanapopeana wanapatiana za wasichana, na ninasema ni asante sana. Lakini wacha nikuambie kitu moja, kwamba wanafanya hivi ilikuwa inakuwa na gender parity. Kweli wasichana wanapitia changamoto na wanastahili kulindwa, lakini dada yangu na ndugu yangu, wacha nikuambie kwamba mtoto wa kivulana, kama una mtoto mvulana, mambo ambayo watu wanamwambia at tender age yanamuaffect.
yatamwaffect wakati ambaye anakuwa mtu mzima. Atakuwa mtu ambaye ako na hasira, mtu asiyeweza kung'ang'ana katika halisi ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto mvulana anapoambiwa wewe hauna baba, sababu labda uko single mother, kumbuka, jua kwamba hilo jambo linamwaffect. Litamwaffect hata baadaye, baada ya maisha yake. Yaani hatima ya maisha yake. Anapoambiwa kwamba wewe ni kitu bure, baba yako ni mlevi, mama yako yuko hivi na vile, anapoona wazazi wakipigana, anapoona kwamba kuna umaskini mwingi, haya mambo yanamwaffect. Shetani ndiye anayetoa maneno haya, ama ndiye anayetoa hali kama hizi. Sometimes we don't have control over hali ambazo tunapitia katika maisha. Wazazi walipokosana hatukuwa, baba na mama walipodivorce sisi hatukuwa, lakini tumejipata katika hiyo hali. Tumezaliwa, sisi ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Unajipata katika hiyo. Baba alipokosa kazi, baba alipomkuwa mlevi, hukuwa na control over. Umejipata tu kwamba wewe ni mtoto, ulizaliwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema namna gani? When I wrote you in the lower parts of the earth, my eyes saw you. You were skillfully made. How are your thoughts? Wonderful thoughts over me. Hiyo ni Psalms 139. Yaani ni ajabu sana, ni ajabu namna gani ilivyo mawazo yako kunihusu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivi, nasema nikiwa kwa akili ninamkumbuka mtu aliye Mefiboshethi. Jina lingine refu sana. Mefiboshethi alikuwa ni mtoto wa Jonathan. Mefiboshethi alizaliwa kama kijana wa kawaida, mimi na wewe. Lakini hata alikuwa bora zaidi kwa sababu alizaliwa katika familia ya kifalme. Wanasema kwamba this man was born to a noble, good-looking, affluent upper echelon family in Israel. He was born with so much going for him. He should have been tall, good-looking, just like Jonathan, the royal prince of Saul's days. He should have been the prince and eventually the heir of the throne. Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba wanaume wengi tunajipata katika hii situation ya Mefiboshethi. Maisha yetu yamekuwa challenge na vitu ambazo ziko over us. Unaketi hapo, ningependa kuambia kwamba wewe ni mtu mkuu sana. Wewe ni mtu wa kuheshimika. Kwa sababu Mungu alipomuumba mwanaume, alisema kwamba nimemuumba kwa mfano wangu. Wanaume wanapenda sifa sana. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wanapenda sifa. Sifu mume wako, yani appraise, appreciate him. Biblia inasema kwamba be submissive to him. Bwana Yesu asifiwe. Muheshimu. Katika Biblia Mungu alisema this is my son unto whom I'm well pleased. Affirmation. Kwamba mwanaume ni mtu anapenda kuwa affirmed. Sasa dawa ya ndoa yako haiko ndio utaomba dada yangu, lakini usipofanya mambo haya yote na kwamba utakuwa na kazi bure. Tambua mume wako, muheshimu mume wako, affirm your husband, mtambue katika kila kitu. Lakini hata ukija hapa ndugu yangu ulete case kwa mchungaji, ulete maombi, labda usimama hapa siku moja useme kwamba mimi leo nimeota ninakaa na shetani kwa nyumba. Hiyo ni testimony. Lakini kumbuka kwamba ni wewe utakayebaki adivosi. Sio pastor. Sio pastor. So respect that man. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume ni kitu kidogo sana, unaweza wachallenge naye. Kuwa holy ni kitu kidogo sana.
Lakini unapokuwa kichwa ngumu, usipomsikiza mume wako, usipomtii, hata kama ako jinsi ambavyo alivyo. Na nasema hivi nikijua kwamba wengi ni Mephibosheth. Unajua Mephibosheth alikuwa amevunjika miguu. Siku ile Sauli aliuliwa, baba yake Mephibosheth ambaye alikuwa na ya Jonathan aliuliwa. Na ikawa kwamba the maid ambaye alikuwa anamlinda huyu kijana alitoroka na yeye. Na alipokuwa akitoroka, ule kijana alivunjika miguu. Na wakaenda mbali, kwa maana walikuwa wanajua kwamba pia wao Daudi atafanya nini? Atawaua akiingia katika ufalme. Kwa hivyo ilikuwa ni kwamba wakimbie, watoroke, waende mbali sana. Kwa hivyo huyu kijana alikuwa mdogo, miaka 5. Na walipokuwa wakimbia, alimwangusha. Wanasema kudondosha, alimdondosha chini. Na kijana akaanguka, akavunjika miguu. Kwa hivyo hakuwa na namna, alikuwa na weakness katika miguu yake. Nasema hivyo nikijua kwamba many men today we are challenged financially. Wanaweza sikiwe sana. Ndugu ama dada, hata kama hiyo ndio hali, appreciate that man. Wanaweza sikiwe sana. Appreciate jinsi alivyo. Unajua Abigail alikuwa mwanamke mwerevu. Alienda kwa mfalme akamwambia, ndio ni mjinga lakini msamee. Hapana kufanya mambo mengine dada yangu ama ndugu yangu. Ama hata unaugua magonjwa mengine hata mimi sijui, lakini mchungaji anajua. Mchungaji na umwa kifua, mara tumbo, uwekee mkono. Ninyi mwa mnajaribu watumishi wa Mungu jamani. Wanaweza sikiwe. Nasema tu hapa. Yaani nasema all over, si mnasikiza vitu mnasoma katika gazeti. Uwekee mikono. Hata bwana wako ajui kwamba huwa uchukua. Si umwambie. Hali ambao unapitia muwe vitu viwili. Nasema hivyo kwa sababu ya Men's Day. Na lazima hawa wanaume wafanye nini? Waheshimiwe. Hawa ni wafalme. Mungu amewaumba katika mfano wake mwenyewe. Ni vichwa. Wewe ni shingo. Tuheshimu kuhani wa nyumbani. Wanaweza sifiwe sana. Ama nimewaingilia sana. Waheshimu tu. Waheshimu tu jinsi ambavyo walivyo. Na hiyo unyonge na udhaifu. Bana. Unajua walio wanapiganisha ng'ombe. Wanasema ng'ombe mwenye kupigana hakosi alama. Sasa katika hiyo hali, katika hiyo wokovu na kungangana na kila kitu, hatutakosa alama ndugu yangu. Hakuna mtu ambaye yuko amenyoka. Kila mtu ako na makovu kila mahali. Usikuje ukaleta aibu ya mume wako kanisani. Useme leo nimeota naishi na shetani kwa nyumba. Dada yangu, hiyo utakuwa unakosa heshima. Utakuwa unajivunjia nyumba. Mchungaji atabakia na mke wake, utafanya nini? Ndio utaombewa, lakini yule jamaa atakuwa ameenda. Hawezi toshea. Wanaweza sifiwe sana. So hawa watu ni wa muhimu ndugu yangu. Dada yangu, hawa watu ni wa muhimu sana. Wanaweza sifiwe. Nasema hivi nikiongea nikijua kwamba tunapitia katika hali na changamoto nyingi sana kama men. Jinsi alivyokuwa Mephibosheth, mambo yanaweza kuwa jinsi ambavyo nimesema kwamba mambo yanaweza kuwa ilifanyika beyond your control. Ulikuwa mdogo, haukusomeshwa. Wazazi labda walikosana. Uko katika hiyo hali ambayo labda haukuwa control over. Hata sometimes ndio Mungu alikupatia privilege ya hiyo maisha. But sasa hata kama ulikosea, then what? Shetani anataka kukuita majina. Akukuite useless, hopeless. Akuite every sort of names. Ili akufanye nini? Akuue roho yako. Hata usikuje hapa kanisani. Unajua Biblia inasema kwamba is it Proverbs 18:14 Spirit of a man sustain him, but who can bear broken heart? A broken spirit. Nani anaweza kuvumilia moyo ambayo umevunjika?
sisemi tu kwa ndugu peke yake, lakini hata kwa wadada. Ndio tunapitia hali ambayo tunapitia. Lakini tusikubali hiyo hali ituweke chini. Naweza kuwa nimekuongea vibaya dada, lakini hiyo usifanye ukakosa kuja kanisani. Nisamee au uje kanisani. Because hiyo ndio mwisho wa maisha. Hiyo wokovu ni kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo wokovu ndio hatima yetu. Wokovu ndio hatima yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usifike mahali ukavunjika moyo. Just because brother fulani amekukwaza, ndugu fulani amekukwaza, ama umepatikana na situation ambayo labda ilikupatia aibu. Ningependa sana kwamba uweze kujitia moyo. Na jinsi ambavyo tumesema wale mababa zetu walipitia mambo kama hayo, lakini waliweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakumbuka kwamba Jonathan alikuwa ameweka ahadi na he had a covenant na David juu ya familia yake. Ndiposa David akakumbuka, akamuita Mefiboshethi, akasema ako wapi mtu katika nyumba ya Sauli aliyebaki yeyote ili nimtende wema. Ndiposa huyu kijana aliweza kuletwa. And that's why Christ paid for you. And today you are seated in the house of the king. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekaa katika nyumba ya mfalme, hata kama ndio tuko challenge. Just vile Mefiboshethi alikuwa amevunjika miguu, hakuwa anajiweza. Na angalia maneno ambayo anasema Mefiboshethi. Oh, not me my lord. I am dead dog. I have no self-worth. I am not worthy to be in this place. 1 Samuel 9. Alisema mimi ni kama mbwa mfu. Yaani hakujiona mtu. You can imagine huyu ni mtu ambaye ameletwa katika nyumba ya kifalme. Na yeye ndiye aliyefaa kuwa mfalme katika, because he was supposed to be the heir of that particular kingdom. Baada ya Sauli babu yake alikuwa ni baba yake, baada ya baba yake alikuwa ni yeye. Lakini unaweza kuona mtu ambaye amevunjika moyo kiasi kwamba anajiona kama mbwa aliyefanya nini? Mbwa ambaye amekufa. Ndugu yangu, ni moyo unaotangulia kufa. Hata ukienda kwa hospitali, madaktari wanakuongelesha maneno mazuri. Wakiona kwamba umeumia sana, wanakuongelesha, wanakuita majina mazuri na maneno mazuri ili moyo usiweze kufa. Kwa maana moyo wako unapokufa hata pumzi inaondoka. Na unapokufa moyo, dada yangu ama ndugu yangu, hata pumzi nayo inatoka. Utaingia tu kwa vile vilabu uanze kunywa. Kwa sababu ni mapepo ama limits fulani ambao umeambiwa kwamba hauwezi pita hapa. Utakuita mjinga ili ufanyike mjinga. Na Biblia hapa imetuambia 7 ya Ecclesiastes 7, I think 7:7, kwamba hata mateso hufanya mwenye hekima kufanyika mpumbavu. Unajua maisha mengine unaweza pitia ukawa tu unakaa mpumbavu. Yaani watu wanaona kama hakuna akili, lakini ni hali ya maisha ambayo inakupitishia ndugu yangu. Maisha ni magumu mpaka unafanyika mtu kwa kawaida. Kizungu tu ndio kinabakia kwa mdomo. Tumeshafanya na watu kama hao kazi. Anakuambia mimi nilikuwa fulani. Lakini ukiangalia kweli huyu alikuwa ni mtu wa hicho kiwango kweli? Ni kwa sababu alitangamana na shida na hali ya maisha ambayo alipitia ilimfanya mtu wa kawaida. Ningependa kwamba siku ya leo kwamba ewe ndugu yangu ama dada yangu ambao unapitia hali fulani katika maisha, jitie moyo sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitie moyo. Unaweza kuwa kwamba hujiwezi katika hali yoyote, lakini hilo isikuwe ni sababu. Unaweza kuwa ulipatia jambo ambalo la aibu, lakini hiyo isikuwe ni sababu. Kwa maana tutaanza kukuita majina na kukukashifu jinsi tu ambavyo walikuwa wanakashifu Yesu. Walisema wewe kama ni mwana wa Mungu usijiokoe. Ayubu aliambiwa namna gani? Aliambiwa the same, kwamba hakumjua Mungu, ili wakutoe mahali ambapo unafaa ili wakurudishe chini. Viwango vyako viweze kurudi chini. Imani yako iweze kurudi chini. Ile bidii ambayo ulikuwa nayo iweze kurudi chini. Lakini ningependa kuambia dada yangu ama ndugu yangu kwamba inuka, toka katika hiyo hali, simama ili Bwana aweze kupata utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Inuka kutoka katika hiyo hali ya kujisononekea na kujiona maskini, ya kujisononekea na kujiona kwamba hauwezi. Mimi nimetoka katika jamii fulani ambayo inadharauliwa sana. Labda ni mama, unajua watu kuna vile tu watu wanadharau mama ambao ni single mothers. Kuna vile tu watu wanaangalia. Ukisalamia fulani hata ukismile, ni kwa nini alikuwa na smile na yule fulani? Ukinunuliwa soda na mtu, watu tu wako na maneno. Mtoto wako akicheza na mtoto wa fulani, labda apigane huko, wanamwambia huyu mtoto wa kuna jina lazima watabandika hapo. Hao tu walio zaa hao watoto. Lakini watamuita majina. Bwana Yesu asifiwe sana wa mama. Single mothers, Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba kuna changamoto ambazo watu wanapitia kweli. Kuna hali ambao unapitia, unaona kwamba laiti jambo fulani lingefanyika, labda singekuwa namna hii. Nawe pia ulijaribu maisha, labda ulikuwa unajaribu kwa trust Mungu. Kaona kwamba tunaweza lea familia, labda naye akakutoroka. Ni hivyo inafanyika. Lakini jamii itakuweka majina. Sisi tutakuweka majina, tutakuita majina. Tutafanya watoto wako waonekane wapumbavu na watu wasiofaa. Kosa nasema kwamba mtoto unayemlea, aswa ndugu yangu ama dada yangu, mtoto wa fulani, chungana naye sana. Huyo ni mfalme, kiongozi, anapendwa sifa. Mtu ambaye anapendwa kuboreshwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuchunge sana katika maisha yetu. Usije kwamba tunakuwa watu ambao tunaweza, roho zetu zinaweza kuwa za kurudi nyuma ama kutoka katika hali ambayo ama makusudi ya Mungu ambaye ametuitia. Most of us, we should be the masters and pioneers of our own destiny. Najua lazima kuna kitu ambao ulikuwa unalenga katika maisha. Hiyo hali isikuzuie. Majina yasikuzuie. Unajua wazungu walipokuja Afrika, si wazungu, lakini wakati wa slave trade, watu walifanyika, wanasema kwamba it was an era of human politics. Yaani watu waliwaita majina na kuwadhalilisha mpaka wale slave wakawa kwamba wenyewe wanajidhalilisha. Naomba kwamba tusifike kiwango kama hicho. Bwana alikutengeneza kwa mfano wake. Psalms 39 inasema kwamba you are wonderfully and skillfully made. The substance that formed you in a mother's womb, I saw them. And when I wrote you in the lower parts of the earth, my eyes did what? Saw you. So brother, changamka bwana. Dadangu, kutoka katika hiyo hali, ujipatie moyo. Kwa maana God did not create a failure. Najua unaitwa a failure, labda loser. Vitu kama hiyo. Wanasema once a fool at foot, always a fool. Ni hivyo. Hiyo sio maandiko. Hiyo ni maneno ya watu. You are not a fool. Bwana Yesu asifiwe sana. You are not a loser. Bwana Yesu asifiwe. Dada yangu, wewe sio yale majina ambayo watu wanakuita. Mtoto wako anastahili bora zaidi. Ndugu yangu, unastahili bora zaidi kushinda pale. Mungu alikuumba kuwa kitu cha maana. Mungu alikuumba kuwa kiongozi. Haijalishi umetoka wapi. Do you know the first president? Sijui kama nani anajua the father. The first president wa India. Who knows the father? Hakuna. Kwa hivyo ujue anaweza toa kitu mahali. Who knows the father of Obama? Ndio anajulikana. Lakini ilifika mahali akatoka katika picha. And he became such a great leader. My word of encouragement to you today. Don't
let anybody look down upon you on the basis of education, on the basis of your tribe, on the basis of poverty lines. Vanessa sifiwe sana. Whether ulizaliwa na single mother, whether ulizaliwa katika familia ya divorcee, whether ulizaliwa out of wedlock, wewe ni Mungu alikuumba na akaona kwamba unatosha. You are not limited. Wacha maneno ya wanadamu isikulimit. Give yourself hope. Mungu anakupenda. You are something. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipatie moyo, wewe ni mshindi. Mungu anapokuona anaona kazi nzuri ambayo imekamilika. Sasa nani huyu? Nani huyu ambaye ataweza kucorrupt the wise of God? Kwamba you are wonderfully and skillfully made. Nani huyu ataweza kucorrupt the counsel of God? Hakuna yeyote. So usikubali mambo ya watu, midomo ya watu. Because ni midomo ya watu ambayo Biblia inasema kwamba mtu unajisiwa na maneno. Kanusha. Thank you my brother John. Alisema kwamba mtu akisema kitu mbaya, hata kama utamjibu direct, cancel it. Mtu asikuite fool na unyamaze. You will be. Wewe mzazi unapolea mtoto ukimuita fool, jinga, na hivyo, hatakuwa hivyo. So be careful. Wakati ambao unalea watoto wako, si watoto wa kiume tu, lakini hata watoto wa vulana. Kwamba sio wa kiume tu, hata watoto wa wasichana. Kwamba watoto wote wana raised. Bwana Yesu asifiwe sana. Make them something because God created the world by words. So by words, you are creating something out of your children, out of your own destiny. Bwana Yesu asifiwe. Wakikuita mjinga, wewe kataa, unasema kwamba mimi ni mwerevu. Yesu alisema nini? Let the sick say we are healed. Let the poor say I am rich, because he knew the power of the tongue. So kanusha kwamba hauwezi, unaweza. Nini hicho ambacho Mungu hawezi? Nini hicho ambacho Mungu hawezi? Mungu anaweza everything. There is no impossibility in God. To God all things are possible. Mtu ambaye hajaokoka, I don't know, but Obama alisema yes we can, and it was very difficult. In fact ilikuwa ngumu sana mtu yote kuweza kuamini kwamba Muamerika mweusi anaweza kuongoza Amerika. But alisema kwamba yes I can, we can, and it became. Bwana Yesu asifiwe sana. So you can my brother. There is nothing. Haijalishi masomo, haijalishi umetoka katika tribe gani, haijalishi wazazi wako walizaliwa namna gani ama walikulea namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza. Watu wakina Zuckerberg kama naitwa nani? Watu ambao ni matajiri hawa ni watu kama wewe na mimi. They are just mere men like me and you. Hata Biblia inasema hivyo. Elisha alikuwa mtu kama mimi na wewe, lakini kwa sababu tumekubali shetani kutuhubiria sana kwamba sisi hatuwezi. Tumekubali shetani atuhubirie kwamba tuko na limits. Mimi siwezi. Ili niweze kurudi katika hali yangu ya mababu zangu, because kuna mipaka and patterns of life ambayo inawatawala. Mimi nitakuwa mlevi tu kwa sababu hii ndio tabia yetu. Mimi kawaida yetu kuwa hatufiki mahali fulani kwa masomo kwa sababu hiyo ndio tabia yetu hapa kijijini. Siwezi kufanya jambo zuri katika maisha, siwezi kuwa kiongozi, ama siwezi kufanya jambo fulani kwa sababu ni limits ambazo tumewekewa na maneno ya wanadamu. Wamecreate in us by their word of their mouth. Kanusha hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanusha na useme kwamba ninaweza. Dada yangu, ndugu yangu, kanusha those statements. Kwa uchungu, sio tu kusema Bwana nakanusha, lakini unakanusha kweli ukimaanisha. Kwa sababu maneno ambayo tunaambia watoto wetu. Unajua wazazi, baba mara mingi, kila baba alikuwa namba 1, Sivyo? Kila baba anasema mimi nilikuwa namba 1. Kila baba anasema nilikuwa namba 1. Na mtoto akifanya vibaya huwa anaambiwa ni ya mama.
Waswahili wakisema ikiwa kizuri kinakuwa cha nani? Cha sudi. Lakini kibaya ni cha fundi. Yaani kumaanisha anaposhona kiatu vizuri fundi, unasema hii kiatu unajua nilinunua hiki nimetoa kaki kiatu changu. Lakini anaposhona vibaya unasema rudishia fundi hiyo kiatu chake. Kwa maana ni kibaya. Kwa hivyo ujue kwamba sisi hatupendi vitu ambazo zimefeli. And that's why tutakwambia maneno ambayo tunasema kama wanadamu. And I also pray that even the words that people are speaking against us, let them not make us bitter. Lest we become like Michal. Tutakufa kwa uchungu. Ni wanadamu tu. Wanaweza ongea, hata mimi ninaweza kuongea. Na kama niliongea dada yangu nisamee, ndugu yangu nisamee. Labda nilikosa kujua. Sikujua hali yako. Nilikosa nikaropokwa tu. Maneno ambayo haikuwa na hekima. Lakini tusameheane ndugu yangu. Ili tuweze kuishi kwa usalama na kwa upendo. Wanaweza sifiwe sana. Wanadamu kwa wanyonge, naweza kuongea jambo ambalo linaweza kukukwaza ndugu yangu. Na labda hata sitajua nimekukwaza. Nitaendelea na maisha tu. Kwa hivyo ukibeba uchungu wewe utakuwa unaumia ndani ya moyo. Kwa hivyo jinsi ambavyo mchungaji amesema ni vizuri, na ndugu yangu Salista amesema ni vizuri kuweza kuomba kwamba Bwana atutoe katika hiyo hali. Ningependa tu kwamba tuweze kusimama, tuweze kukanusha, na pia tuweze kukanusha maneno ambayo adui anasema kinyume chetu. Na pia uweze kukataa uchungu wowote ambao unaweza ingia ndani ya moyo wako. Usikubali kama Michal na usikubali kama Mephibosheth ambao unajiita wewe ni mpa mfu. You are not a dead dog, my brother. You are somebody in the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. Just pray and cancel every word, every careless word. Maybe uliambiwa na wazazi wako. Labda uliambiwa na ndugu zako. Labda uliambiwa na spiritual fathers. Tunakuambia leo Bwana akusaidie kuweza kukanusha. Na zaidi ya yote kwamba uweze kupinga, uweze kukataa roho yoyote ya uchungu ambayo inaweza ingia ndani mwako. Thank you Lord, we thank you. Tunakushukuru Mungu na Baba yetu. Baba tunakushukuru kwa sababu Baba umetupenda jioni ya leo, mchana wa leo Baba umetupenda Mfalme. Umetupatia nafasi ya kuja nyumbani mwako na kuliita jina lako. Unasema kwamba hili ndio jina ambalo umetupatia chini ya ardhi. Kwamba tunapoliita jina hili, kila goti litapigwa na kila ulimi kukiri kwamba ewe Kristo ni Bwana. Baba, wacha kila goti la maneno yanayotushusha moyo, kila goti la kutudhalilisha Mfalme, lipigwe na kukiri kwamba ewe Kristo ni Bwana katika maisha yetu. Tunakataa kufa nyoyo Bwana. Tunakataa hali yoyote ya udhalimu, maneno ambayo sio kuwa na maana Mfalme. Baba, tunakataa viwango na limits ambazo tumewekewa na wanadamu. Bwana, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uhuru kutoka katika minyororo, uhuru kutoka katika vifungu vya familia. Baba, kila madhabahu ambayo yananena kinyume nasi, we cancel every word that cometh from the altars of power of darkness. The Lord, you are setting us free, oh God, from every kind of limitation, oh God. Every pattern of failure, every pattern of poverty, every pattern of discouragement, oh God. Every pattern of disillusionment, discouragement. Father, we refused in the name of Jesus Christ. The spirit of almost there, my Father. Lord, failure at the edge of breakthrough. Lord, we refuse in the name of Jesus Christ, oh God. Open the floodgates of heaven and rain, Lord, your blessings upon your people. Touch each and every desire and every need of your people, my Father, in the name of Jesus Christ, oh God. We cancel your word, saith in Isaiah 54:17, that every mouth that Father rises in a condemn, Father, in accusation against us, oh God, we condemn, oh God, and no weapon formed against us shall prevail in the name of Jesus Christ, oh God. We cancel every weaponry of the enemy. We cancel every arrows fashioned against us, my Father, in the name of Jesus Christ. Set your people free from every limitation. Father, set your people free from every cage, oh God.
Set your people free, oh God, from slavery mentality, my Father, in the name of Jesus Christ. Whatever word that was spoken against us, oh God, that we are losers, we are failures, that Father, we are fools, oh God, we cancel it by the power in the name of Jesus Christ, oh God. We speak our freedom, oh God, that we are sons and daughters of the kingdom, oh God. My Father, we are set free, oh God, by the blood of the Lamb, who is made of God, overcomes the world. My Father, your word said that, Father, they were able to overcome him by the blood of the Lamb and by the testimony of their mouth, oh God. Lord, we confess, oh God, that we are not poor, but we are rich. We are not cursed, but blessed. We are not, Father, we are not beneath, but above. We are not barren, but fruitful, my Father. Oh, my Father, your word says, oh God, let the poor say they are rich. Let the sick say they are healed. We are not at the bottom, but at the top, oh God. We are not the sons of the devil. We are the sons of the Most High God. Lord, we acknowledge you. Lord, we present ourselves like a living sacrifice. Consume our sacrifice this afternoon, oh God. Let it be like a sweet-smelling aroma, my Father. Bless each and every one of us, oh God. Remove us and deliver us, oh Father, from any kind, Father, of limitation, oh God. Every cocoons, oh God. Every horizons, any patterns of failure, limitation, life. Lord, we cancel it in the name of Jesus Christ, oh God. Set us free, my Father. Father, set us free from every slavery. Set us free from every bondage and every yoke of Satan, of family, Father, limits, oh God, family altars, oh God, evil altars, oh God, of powers of darkness. Lord, we cancel them. We speak doom in their territory, oh God. Father, in the name of Jesus Christ, Father, this is a special day that, Father, we are here as meant, Father, to give you service, oh God. Remember men fellowship, oh God. Remember these men, my Father. Deliver them, oh God. Whatever, Father, might be wearing us down, oh God. Father, bear with us in our frailties and our brokenness, oh God. Stand with us, oh God. Protect and cover us, oh God. Our weak knees, oh God. May you give us strength. Our fallen hands, may you lift them up, oh God. Our feeble joints, oh God. May you give us strength, my Father, in the name of Jesus Christ, oh God. Lift us, Father, to the ground that our Father is higher than us, oh God. Manifest yourself, Father, in our lives. We thank you and bless you in Jesus' mighty name.